وكذلك روى الإمام أبو داود نذل من بكى إمام أبو داود رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtaja mtu aliyefanya hivi, aliyejalia mshirika pamoja na Allah, aliyemweka mwenza pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mtu huyu kafanya dhambi kubwa sana, dhambi ambalo litampelekea mwisho wake kuwa mbaya. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema kullu dhanbi, kila dhambi, asa Allahu an yaghfirahu, huenda Allah subhanahu akalisamehe. Kila dhambi unajua wewe Allah subhanahu anaweza kalisamehe, kwa sababu lipo tahta mashiate, chini ya matashi yake. Kullu dhanbin asa Allahu an yaghfirahu illa man mata mushrika, isipokuwa yule ambaye atakayekufa aliyakuwa ni mshirikina, akamwekea kiumbe mwingine Allah subhanahu, akamjalia mwenza mwingine subhanahu wa ta'ala, fahadha mushrikun, huyu ni mshirikina. Maombi tumeambiwa tumwelekezee Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukamwelekezea wali, ukawa na muomba akutatulie matatizo yako badala ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, fahadha shirku min Allah, huu ni ushirikina kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alghawthu, kutaka manufaa, kutaka msaada, kutaka kuokolewa, kutaka mafanikio ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pale aliposema idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum, Allah aliposema pindi wewe Muhammad uliponitaka uokovu nikuokoe, nikupe nusra, nikuletee ushindi kwenye vita hii, mliponiomba mimi uokovu, mliponiomba mimi ushindi, fastajaba lakum, Allah akakujibuni kwa kuwateremsheni malaika. Malaika wakateremka kwa wingi, wakaleta nusra kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu anayetaka mafanikio, badala ya kumwomba Allah subhanahu, badala ya kumtaka Allah tabaraka wa taala, akaenda kutaka ghauthun kwa Muhammad, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahadha mushrikun, huyu ni mshirikina. Anayetaka mafanikio kwa waganga wa kienyeji, fahadha mushrikun. Anayetaka mafanikio kupitia wachawi, fahadha mushrikun. Mtume anasema kullu dhanbi asa Allahu an yaghfirahu, kila dhambi huenda Allah subhanahu kalisamehe, illa man mata mushrika, isipokuwa yule ambaye amekufa hali ya kuwa ni mshirikina. Fahadha alhadith, na hadithi hii ibadallah inathibitisha huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mzinifu anaweza akazini miaka yote kwenye maisha yake, lakini kwenye moyo wake kuna la ilaha illa Allah, anaamini kwamba Allah ndiye mwabudiwa peke yake, anaamini ya kwamba vingine vyote vitakavyokuwa kinyume na Allah ni batil. Dhalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil. Hakuenda kuabudu mawali, wala hakuenda kujidhalilisha kwa masharifu, wala hakuenda kulala makaburini kuwataka msaada waliokufa, bali wala hakutaka mizimu imsaidie kwenye biashara zake wala kwenye kazi zake, wala matambiko yoyote hakuyaelekea. Lakini yeye ni msinifu, Allah subhanahu anaweza kumsamehe يوم القيامه. Asariqu, mtu ambaye ni mwizi, ameingia kwenye makundi ovyo mbalimbali ya wizi, akawa ni jambazi mkubwa, anavamia kwenye mabenki anaiba, anavamia kwenye nyumba za watu anaiba, anapora mali za watu, lakini moyoni mwake anaamini muabudiwa ni Allah peke yake. Hakutaka msaada kwa wali, hakutaka msaada kwa sharifu, hakutaka msaada kwa nabii, hakutaka msaada kwa kiumbe chochote, lakini kana sarikhan, alikuwa ni fasiki anayefanya uovu. Asa Allahu an yaghfirahu, huenda Allah subhanahu akamsamehe يوم القيامه, illa man mata mushrika, isipokuwa atakayekufa hali ya kuwa ni mshirikina, huyu hana msamaha kwa Allah subhanahu, illa an yatuba, isipokuwa atakapotubia kabla ya kufa kwake. Wa hadha alhadith, pia hadithi hii inafundisha yale aliyotaja Allah ndani ya Qur'ani katika suratu an-Nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima.
Allah hasamehi dhambi la ushirikina. Aliyemtegemea jini kumletea mafanikio, aliyemtegemea jini kumkinga na matatizo, aliyeyafuga majini kwa lengo la kuangamiza wengine, akawa anayatii kwenye kafara, kwenye kuchinja, akawa anayatii kwenye kafara mbalimbali za sadaka mbalimbali anazozitoa. Lakini sio hivyo, akawa anatumia elimu ya uchawi, akawa na sampuli mbalimbali za elimu ya uchawi, akawa anawaroga watu, anajifundisha sampuli mbalimbali za kuwaroga watu, kuwatia watu madhara ya kuandika matalasimu mbalimbali, talasimu la kuzuia wezi, talasimu la kuzuia kadha, anawaandikia lakini kwa kutumia mashayatin. Allah anasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, hasamehi dhambi la ushirikina. Aliyetarajia biashara yake itapata wateja kwa sababu ya kuweka hazima, kwa kuweka hirizi, kwa kuweka sampuli mbalimbali za mambo ya kishirikina, kuweka wanyama chini ya milango, kuweka mafuvu mbalimbali kwenye milango yake ya kazi, Allah anasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, dhambi hili la ushirikina Allah halisamehi mpaka pale mtu atakapotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii inatufundisha ya kwamba dhambi la ushirikina ni dhambi kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini pia hadithi hii kama nilivyosema inaonyesha rahmatullah, huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jaa inda Muslimin min hadithi Abi Dharr, Mtume sallallahu alayhi wasallam fima yarwi an rabbih, kwa hadithi al-Qudusi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Mola wangu anasema, ya ibadi, enyi waja wangu, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, nyinyi mnafanya madhambi usiku na mchana. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, nyinyi mnakosea, mnafanya madhambi usiku na mchana. Fastaghfiruni aghfir lakum wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi ndiye msamehevu wa madhambi yote. Fastaghfiruni, nitakeni msamaha, niombeni msamaha mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mshirikina hawezi kusamehewa mbele Allah mpaka atakapotubia. Lakini msinifu, mwizi, msema uongo, msengenyaji, anayeishi vibaya na majirani wake, yule ambaye anayewateta watu, yule ambaye anayekadhibisha, anayefanya sampuli mbalimbali za maasi, akanywa pombe, akavuta mabangi, akanywa madawa ya kulevya, akawa ni mtu anaua watu barabarani, wa ghairu dhalika min aljaraim, na mengineyo katika makosa mbalimbali yasiyokuwa ushirikina. Asa Allahu an yaghfira lahu, huenda Allah subhanahu akamsamehe kwa haya madhambi, muda wa kuwa kwenye moyo wake ana imani ya kuamini kwamba anayeabudiwa ni Allah subhanahu, vingine vyote ni batil.